utakutana na mitihani, kuwa na subra kwenye njia hiyo. Akataja na dalili akasema, wadalilu qawluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala kwenye manazil al-ilmi ametaja akasema, wal ilmu sittu maratib, elimu ina martaba sita. Ya kwanza akasema husnu sual, ni kuuliza ili ujifunze. Martaba ya kwanza. Akasema martaba ya pili husnul insat wal istima', kunyamaza na kusikiliza vizuri. Ya tatu akasema husnul faham, kukielewa vizuri kile unachokisikia. Ya nne akasema al-hifdh, kukihifadhi kile ulichokielewa. Ya tano akasema at-ta'lim, kufundisha kile ulichojifunza. Ya sita akasema wa hiya thamaratuhu wa hiya al-amalu bih, ndio matunda ya elimu ambapo ni kuifanyia kazi elimu. Kwenye kutafuta kwetu elimu lazima tuyazingatie haya. Tutakase nia zetu, tuwe wasikilizaji wazuri kwa kile tunachofunzwa, lakini tuhifadhi au tuelewe kile tulichofunzwa, tukihifadhi, tukifanyie kazi na tubebe himma ya kwenda kukifikisha kwa wengine. Msingi wangapi huo? Msingi wa pili kati ya misingi minne ya wema waliotangulia katika manhaji ya kutafuta elimu. Tumeanza na ikhlas, tukaja katika kuzingatia manazilul ilm kama walivyoeleza wanazuoni. Msingi wa tatu al-adabu kabla talabi, adabu kabla ya kutafuta elimu. Katika vitu muhimu ambavyo vinakosekana kwa wasomi wengi ni adabu. Siku hizi watu wana nguvu ya kutafuta elimu, lakini wamedhoofika kwenye kujifunza adabu. Kweli utakutana na mwanazuoni mkubwa, lakini matusi anayoyatoa kwenye mdomo wake kuwatukana maduati wenzake. Makondakta wa daladala wakajifunze. Mpaka unashangaa, yani ukitoa zile aya na zile hadithi yakibaki matusi, unaweza ukasema huyu mlevi. Matusi mpaka nguoni. Shekhe mkubwa huyo na inawezekana watu wamekaa, anamtaja fulani, anaanza kumchambua, fulani mzinifu, fulani muongo, fulani mwizi, fulani mwehu, fulani kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Maneno yote haya yanahalalishwa kwa msamiati mmoja tu, ar-raddul ilmi, raddi ya kielimu. Jamani, elimu gani hiyo? Hii ni ar-raddu shakhsi. Hapa unamradi mtu kwenye utu wake, wala sio kwenye elimu au masala aliyokosea. Unapopinga unaambiwa ar-raddu ta'amuna walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard. Kweli hizi ndio hoja za kuhalalisha matusi. Mtu amekosea na kutolewa kwenye kile kilichotokea. Bwana Muhammadaini, kwenye muhadhara wako wa juzi ulizungumza jambo fulani, ukasema Ibn al-Qayyim kasema. Tumefuatilia, sio maneno ya Ibn al-Qayyim, ni maneno ya Ibn Taymiyyah. خلاص, tunaendelea na muhadhara wetu. Kama raddi inakuwa hivi, kunakuwa na ugomvi? Hakuna ugomvi, lakini raddi za sasa ni khutba kabisa yenye anwani nzuri. Anazungumziwa mtu fulani, alioa mwaka gani, alikuwa na mtoto wa zinaa kabla ya kuoa, alifanya hivi, alifanya vile. Hapana. Kwa nini haya yote yanatokea? Kwa sababu sisi tumefilisika kwenye adabu, na yamkini tumeanza kuingia katika mlango wa elimu kabla ya kufunzwa adabu. Wema waliotangulia kanu yursiluna sibyanahum ila almuaddibin fayuallimunahum aladaba qabla alilm. Walikuwa wanawafunza watoto wao kwa watu wa kuwatia discipline, wanawafunza adabu kabla ya kuwafunza elimu. Na kulikuwa na watu maalum kwenye misamiati iliyopita. Kuna mtu anaitwa muaddib. Muaddib kazi yake nini? Ni kumfunza mtoto adabu. Huyu Abu Abdillahi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, kanu, walikuwa wema waliotangulia, la yukhrijuna abna'ahum li talab al-ilm, hawatoi watoto wao kwenda kujifunza elimu, hatta yataadabu wa yataabadu 20 sana, mpaka wajifunze adabu
na namna ya kufanya ibada takriban ndani ya miaka 20. Abdullah ibn Mubarak alayhi rahmatullahi ta'ala anasema talabtu al-adaba 30 sana, ndani ya miaka 30 nilikuwa najifunza kuwa na adabu. Wa talabtu al-ilma 20 sana, na nikatafuta elimu ndani ya miaka 20. Qala wa kanu yatlubuna al-adaba thumma al-ilm, na watu zama hizo walikuwa wanaanza kujifunza adabu alafu ndio wanajifunza elimu. kada al-adabu yakunu thuluthai al-ilm, wanasema wanazuoni adabu kwenye elimu imekaribia kuwa ndio theluthi 2 za elimu, alafu theluthi 1 ndio hiyo elimu yenyewe. Sasa hivi tunaotafuta elimu hatuna adabu, sio kwa watu wazima, sio kwa jamii, mpaka kwa walimu wetu hatuna adabu. Kweli jamii imepoteza adabu. Sasa sisi tunaojifunza elimu ndio tunatakiwa kwa matendo yetu tukawafunze watu namna gani adabu inavyokuwa. Hivi nini haitokei mnapanda kwenye daladala na walimu wenu, mwalimu kakosa kiti, wewe umepata, lakini umeridhika mwalimu kakusimamia hapa au kakuinamia hivi anakuhemea kwenye utosi, na wewe umekaa, inawezekana una chati na inawezekana mnapiga story kabisa. Mwalimu vipi bwana, mambo kweli huyu mwalimu kiama kitakuwa kimekaribia bwana. Na kweli kiama kimekaribia. Kweli utamuona mwalimu wako anakamzigo anaelekea ofisini, kwa nini usikabebe ukamsaidia mpaka pale anapoenda? Watu wanapishana hivi kana vile wote watu wazima wamezaliwa sawa. Na leo mtu anamtaja mwalimu wake, hata kuweka neno shekhe anasikia kichefuchefu, anamfuata tu rafiki yake, bwana Abdallah unaitwa na Miraji. Miraji nani? Miraji si yule mwalimu wa tafsiri pale juu. Sasa useme unaitwa na Sheikh Miraji, hata neno shekhe limekuwa zito. Na hii tumewaambukiza mpaka waumini. Ese naenda kuswalia Qiblataini pale na ahadi kidogo nitaonana na Abu Bakar baada ya sala. Abu Bakar nani huyo? Si yule imamu wao? Kwa hiyo wewe humo, so imamu wako. Sema naswalia Qiblataini na ahadi ya kuonana na imamu Sheikh Abu Bakar. Jamani, si tunakutana huko mtaani, shekhe unapita, unaweza kusema oi Sheikh, wakikuheshimu Sheikh, samahani tunaswali kidogo. Mlishaona Wakristo wanaita viongozi wa dini hivyo mtaani, kwamba pastor njoo tuna jambo. Msiwaheshimu kwa namna hiyo, lakini wapeni ile heshima yao. Haya yote kwa nini yanatokea? Adabu jamani imefifia, adabu haina nafasi. Leo kweli mtu mzima aliyekuzidi umri atakosea kwenye jambo. Naam, makosa hayana utu uzima, lakini adabu inazingatia utu uzima. Unapomkosoa mtu mzima lazima lugha yako ionyeshe kwamba unayemkosoa ni mtu mzima, wa in kunta a'lama minhu, hata kama wewe ni mjuzi kuliko yeye, lazima lugha yako ionyeshe nini? Ionyeshe adab. Wana sunna kweli tumepoteza soko kwenye da'wa kwa sababu ya ukakasi wa maneno yetu. Ya akhi, al-insan abdul ihtiram, mwanadamu ni mja wa heshima. Yani ukimheshimu mtu atakusikiliza. Na waliokosea wanajua wamekosea, lakini tukiwakosoa kwa lugha ambayo haina adabu inakuwa ni sababu ya kuwa na kiburi. Al-Abbas ami yake Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kuulizwa, wewe ni mkubwa au Mtume ni mkubwa? Abbas ami yake Mtume, na Mtume ni mdogo kwa umri, Abbas ni mkubwa. Anaulizwa swali, angalia adabu aliyokuwa nayo kwa Mtume alayhi salatu wasalam ambaye ni mwanawe. Huyo Mtume ni mwanawe, lakini huyu tayari ni Mtume, Allah kampa nafasi ya juu. Anaulizwa Mtume alayhi salatu wasalam au Muhammad ni mkubwa au wewe ndio mkubwa? Na anayeuliza swali anajua kwamba Abbas ni mkubwa kiumri kuliko Muhammad alayhi salatu wasalam. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akbaru minni baida anni wulidtu qablahu,
mtume ni mkubwa kuliko mimi, sema tu mimi nimezaliwa kabla yake. Mmelielewa jibu lake? Kasema mtume ni mkubwa kuliko mimi, ila mimi nimezaliwa kabla yake. Bimaana kwa nafasi mtume yuko juu, lakini kwa umri mimi niko juu. Jibu moja likawa limebeba heshima kubwa ya mtume alayhi salatu wassalam. Al-adab. Kweli hakika talabatul ilmi tupo katika zama ambazo tuna kiu sana na adabu. Wenzetu walikuwa wanajifunza adabu kabla ya kujifunza elimu, wanaingia kwenye elimu tayari